Na kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Matumai mzima, popote unaposikia sauti hii, ni sauti ya injili kwa watu wote. Imempendeza Mungu nyakati na majira haya, injili ya Yesu Kristo ikapate kuhubiriwa kwa watu wake. Sisi sote ni mali yake, sisi sote tumetoka kwake, na sote tutarudi kwake. Basi kabla ya yote, tenda kuomba kwa uwezo wa Mungu. Sante Mtakatifu uliyemwezeshi, wewe Mungu mwenye uwezo na mamlaka zaidi ya mambo yote. Bwana, tukumbuke watoto wako Yesu Kristo. Kumbuka mahali hapa neno lako nenda kupandwa. Roho wako Mtakatifu Bwana ndiye ashuhudiaye ulimwengu, ndiye atushuhudiaye dhidi ya uovu wote. Nami katika jina la Yesu Kristo inaomba na kuamini, amina. Basi bila shaka naenda kusoma maandiko yaliyo matakatifu katika Biblia. Kitabu ni Marko 16 ule mstari wa 16. Maandiko yanasomeka kuwa aminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Aminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Wakati wa kuachilia imani yako kwa Bwana ni sasa. Wakati wa kuamini kazi ya Kristo, wakati wa kumwamini Mungu, wakati wa kuamini injili ya Yesu Kristo ni sasa. Hakuna wakati mwingine tuliopewa mwanadamu. Wakati uliopewa ukapate kuamini ni pale unaposikia, ni pale unaponenewa, ni pale unapohubiriwa. Maandiko ndipo anasema kuwa aaminie na kubatizwa. Uwezi ukaamini ukiwa umekufa, uwezi ukaamini ukiwa umelala, uwezi ukaamini ukiwa umeziba masikio. Yeye anayeamini ni yule anayesikia, ni yule anayesikia ndiye anapata tendo la kuamini. Hivyo Mungu anajua kabisa ataachilia watumishi wake, watahubiri injili, watahubiri injili masikioni mwako, nawe ukapate kuamini, nawe ukazipua masikio yako. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kupo kuamini kwa kuokoka, kupo kuamini kwa kutoka ulipo, ni pale tunapomwamini. Naye anayepaswa kuaminiwa ni mmoja, anayepaswa kuwekewa imani ni Yesu Kristo pekee. Maandiko ameweka wazi ya kwamba yeye ndiyo njia, yeye ndiyo njia na kweli na uzima ya kwenda mbinguni. Hakuna njia nyingine tuliyopewa wanadamu chini ya mbingu zaidi ya Yesu Kristo. Muamini Yesu Kristo, weka imani kwa Yesu Kristo. Yesu ndiye uzima, Yesu ndiye uweza. Usiamini vitu vingine, usiamini miungu. Tupo nyakati za hatari sana. Ni aibu kijana unaanza kuamini pini. Kijana anaamini pini la baba bendi, anavaa kwa mkono wake. Pini haina masikio, pini haina mdomo, pini haisemi. Yupo kuaminiwa, yupo aliyekuumba, yupo mwenye uweza, yupo mwenye mamlaka. Epuka imani potofu wewe, acha kumwaibisha Mungu wako. Yupo aliyekuumba. Pini jaachilia umbaji. Pini haina mamlaka juu ya mwili wako. Pini ni kiungo kama tu kiungo kingine, kimetengenezwa na mwanadamu. Yupo aliyekufinyanga wewe mwanadamu, yupo anayeachilia pumzi ndani yako, yupo aliyeweka damu ndani yako, yupo anayeruhusu ukapate kuanguka salama, yupo
yupo anayekuwazia mema, ambaye ndiye mkombozi wako, ambaye ndiye muumba wako. Ndiye anasema aminie na kubatizwa, huyo ndiye atakaokoka. Ataokoka dhidi ya magonjwa, ataokoka dhidi ya mateso, ataokoka dhidi ya balaa zote, ataokoka dhidi ya mikosi. Amini Yesu Kristo. Usiamini waganga kienyeji, usiamini nguvu nyingine, usihesabu mingine, usikubali mengine. Hebu mkubali Yesu Kristo, mkubali Yesu Kristo. Usipomwamini Yesu Kristo ni hatari kwa maisha yako. Utaaminishwa atakula kinyesi, wakikwambia ndio ulinzi utakula. Ni kwa sababu una imani, ni kwa sababu una matengenezo, ni kwa sababu umeufanya moyo wako kuwa mgumu. Hutaki kuamini neno la Mungu. Mungu yeye pekee anasema ndio anayetuwazia mema. Mwanadamu anawaziwa mema na Mungu. Mwanadamu, Mungu anakuita, anasema pendi hata mmoja akapate kupotea. Ukianza kuamini vitu vingine unakwenda kupotea. Ukiamini nguvu za giza unakwenda kupotea. Ukiamini pini ndio ulinzi wako unakwenda kupotea. Heri umwamini Bwana, heri umwamini Yesu, heri umtumaini Bwana. Yeye ndiye ana uwezo, yeye ndiye mwenye mamlaka, yeye ndiyo kila kitu, yeye ndiyo uzima. Hatuna mwingine, hatuna mwingine. Maandiko yameweka wazi, maandiko yameweka wazi ya kwamba wanadamu wote tulio chini ya mbingu tumepewa jina moja tu, nalo ni jina la Yesu Kristo. Tukapate kuliamini, tukapate kuokolewa kupitia jina la Yesu Kristo pekee. Tunaondolewa na mikosi yote, tunaondolewa na balaa zote, tunaondolewa na laana zote. Wakati wa kuweka tumaini kwa Mungu wetu ni sasa. Wakati wa kuweka tumaini kwa Yesu Kristo ni sasa. Usiweke tumaini kwa vitu visivyoongea, usiweke tumaini kwa vitu visio na masikio, usiweke tumaini kwa vitu vya kubumbabumba. Weka tumaini kwa Muumba wako anayekuwazia mema, anayeruhusu kalala ukapata kuamka, anayeachilia riziki kwa maisha yako, anayekuwazia mema yote. Yesu Kristo pekee hajafa. Yesu yuko hai. Mungu wetu sio kiziwi kama unavyodhania. Mungu wetu sio kipofu. Mungu wetu sio sanamu. Anasikia, anasikia hata kuwaza kwako. Anasema mwanadamu kabla hajasema lolote, ajapo mbele yangu nimemsikia. Anasema lolote wazalo ndani ya moyo wako yeye analifunua, analitambua. Kwa nini sasa umwache? Kwa nini usimsogelee? Kwa nini usimwamini? Kwa nini usimtumikie huyo? Kwa nini usimwabudu huyo? Amini injili ya Yesu Kristo, ya kwa Yesu Kristo ndiye aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu Kristo pekee ndiye aliyepewa mamlaka akapate kututawala, akapate kutawala duniani, akapate kutawala hata mbinguni. Achilia moyo wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Heri umwamini Yesu Kristo, heri ukasikie, heri ukapate imani, heri ukasikie, ukapate Roho aliyemwezeshi akapate kukuwezesha. Heri kusikia na kutenda. Kasikie kapate kutenda, kasikie na kuamini. Ewe kijana, wakati wa kuamini ni sasa. Umeonywa vya kutosha. Ukifa na dhambi hakuna tena maonyo. Anayeamini ni yule anayesikia. Anayeamini ni yule ambaye ni mzima. Anaamini mtu yule anayeongeleshwa. Aliyekufa hakuna tena kuamini. Waliolala mauti wamelala. Waliolala hata tungewaombea hawawezi kujibu lolote. Hakuna kitakachotendeka. Tumeambiwa kuishi mara moja tu. Baada ya kifo ni hukumu. Wakati wa kuamini injili ni sasa. Wakati wa kubadilika ni sasa. Wakati wa kumwamini Yesu ni sasa. Wakati wa kuamini kazi ya msalaba ni sasa. Hatuna muda mwingine uliokubalika zaidi ya sasa.
hakuna wokovu muda mwingine zaidi ya sasa. Usipoamini sasa ndio basi, usipokubali sasa ndio basi. Wakati uliokubalika ni sasa pekee, wakati wa wokovu ni sasa. Ndipo maandiko yanasema aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Asiamini si mali ya Mungu tena. Mungu ameachilia watu wakapate kuamini. Mungu ameachilia neema yake ikapate kukupata, kuwa na masikio ya kusikia. Rudi zizini mwa Bwana. Bwana anakuita, anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na mizigo na kulemewa, nami nitawapumzisha. Wakati wa kupumzishwa ni sasa. Dhambi ni mzigo, uzinzi ni mzigo, ulevi ni mzigo, uongo ni mzigo. Yeye awezaye kusafisha yote hayo ni Yesu Kristo pekee. Michepuko ni mzigo, sio ujanja kabisa, ni ujinga, ni tamaa. Umekuwa ni mtu wa kutawaliwa na tamaa. Tamaa nani ataiondoa ndani yako? Ni lazima tukapate kuamini, ni lazima tukapate kumgeukia Bwana, ni lazima tukawe na masikio ya kusikia, lazima tukaweke imani kwa Yesu, lazima tuweke imani kwa Yesu Kristo. Wakati uliokubalika ni sasa, wakati unaoitwa ni sasa. Hautaendelea kuitwa mpaka mwisho, hautaendelea kuisha, hautaendelea kuitwa mpaka mwisho. Pale tunapoitwa sikia, pale unapoitwa geuka, pale unapoonywa kubali, pale unapotafutwa sema ni mimi niliyopotea. Maana mwanadamu anasema alikuja duniani kutafuta kilichopotea. Aliyepotea ni mtenda dhambi. Tuliokuwa tumepotea ni sisi, tuliokuwa tumepotea ni sisi. Unapotenda dhambi mbele za Mungu unakuwa ni muasi. Unapotenda dhambi unapoteza mahusiano na Mungu. Sasa Mungu anarejesha mahusiano kwako kwa njia ya kuamini, kwa njia ya kukupa habari njema ili ukapate kuamini, ili ukapate kusikia. Ipo nguvu katika kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Kile unachosikia weka tumaini, kile unachosikia kiamini. Ni Bwana anasema na wewe, si mwanadamu anasema na wewe. Ni Bwana anakuita, Yesu Kristo anakuita, Yesu Kristo anakuita. Ewe kijana unaitwa, ewe dada unaitwa. Wakati wa kuitika ni sasa, wakati wa kumwitikia Bwana ni sasa. Lango liko wazi, lango bado liko wazi, lango bado lijafungwa, linapokea kila mtu. Lango bado lijafungwa, linapokea yeye aingiaye, yeye aingiaye mbele za Bwana. Haijalishi ukoje, usimsikilize shetani anayekudanganya kwamba dhambi zako ni nyingi. Hakuna hilo. Anasema dhambi zenu zingekuwa nyekundu kama bendera, zitasafishwa kama seruji, hata ungekuwa umefanya nini. Lakini ukiamini injili ya Kristo kupo kusamehewa, ukiamini injili ya msalaba kupo kusafishwa. Wakati wa kusafishwa ni sasa. Hatuna wakati mwingine, hatuna muda mwingine. Muda uliokubalika ni sasa, muda uliokubalika ni sasa. Pokea injili ya Yesu Kristo, muamini Yesu Kristo. Yeye ndio njia ya kweli, yeye ndio njia ya msalaba, yeye ndio njia ya msamaha. Anasamehe wale wanaoamini. Wale wanaosikia wanapata kusamehewa, wale wanaosikia na kuamini wanapata kusafishwa. Kusafishwa ni bure tu pale tutakapoamini. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa uweza wako wa kutega masikio yako, na hilo lilikuwa ndio neno la Bwana. Asante mtakatifu, wewe uliye mwezeshi, katika jina lako Bwana. Bwana, neno lako limepatwa kupandwa mazingira ya Bwana. Neno lako ni mbegu, likapate kuota kwa mioyo yetu. Nami katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.